zaidi ya mawasiliano. Tumekuwa pamoja kwa kila hatua, tupo nawe, tuendelee pamoja. Tulikuwepo, tupo nawe, tutakuwepo. Vodacom, miaka 25 ya kuunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena. Kheri ya miaka 80 ya Umoja wa Mataifa, ikiwa kila Oktoba 24 ya kila mwaka Umoja wa Mataifa huadhimisha siku yake. Karibu sana katika matangazo ya Dira ya Mchana kwa siku ya hii leo. Tumulike taarifa mbalimbali. Langu jina ni Idrisa Abubakar. Tuanze kumulika ripoti tulizo nazo. Baadhi ya wakazi wa halmashauri ya wilaya ya Magu mkoani Mwanza wameeleza kuwa wapo tayari kwa ajili ya kupiga kura Oktoba 29. Wakibainisha kuwa maamuzi yao yatazingatia tathmini ya sera na ahadi walizoelezwa na wagombea wakati wa kampeni. Mwandishi wetu Egedius Audax ana ripoti kamili. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, hii ni halmashauri yenye wakazi zaidi ya 400, ambapo katika idadi hiyo zaidi ya wakazi 200,000 wamejiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura. Zikiwa zimesalia siku 6 tu kufanyika uchaguzi mkuu, baadhi ya wakazi wa hapa wanaeleza utayari wao kuelekea zoezi hilo. Oktoba 2029 nitaenda kupiga kura kumchagua kiongozi ninayemtaka, mwenye kuleta maendeleo. Inapoitishwa mikutano huwa nipo kipaumbele kusikiliza, na nimesikiliza nikaona, kwa hiyo nitajitahidi kumchagua kiongozi atakayeweza kutuongoza. Hapa wengine wanaovuta sikio wa Tanzania wakitaka amani iliyopo nchini idumishwe. Nchi yetu iko kwenye demokrasia ya amani. Kwa hiyo tunaomba tu uchaguzi uwe wa amani, na kama kutakutokea viashiria vyovyote vile kwa baadhi ya watu kuvunja amani, basi tuna imani vyombo vya kiusalama kipo kisimamie. Mkuu wa wilaya hii Jubileti Lauo anasema kuhusu usalama wakati wa zoezi hilo hakuna shaka. Vyombo vya ulinzi viko vizuri, tunashirikiana vema, wanapita kwa ajili ya kuendelea kuboresha ulinzi wa wilaya yetu ya Magu. Hivyo basi wana Magu, muwe na amani, serikali yenu ipo vizuri, serikali yenu ipo makini. Ni haki ya kila mwananchi kikatiba kutoka na kwenda kupiga kura kwa ajili ya kumchagua kiongozi anayemtaka. Ndugu mwananchi wangu, usibaki nyumbani ukidhani jukumu la kuchagua kiongozi ni la watu wachache. Viongozi wanapaswa kupatikana kwa kuchaguliwa, na wapiga kura ni sisi sote. Egedius Audax, TBC, Mwanza. Siku 5 zikiwa zimesalia kuelekea uchaguzi mkuu, wakazi wa Magu wao wako tayari kama ilivyo katika maeneo mengine. Tumulike ripoti nyingine ambapo mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT mkoa wa Mbeya, Askofu Oscar John, ametoa rai kwa vyombo vya ulinzi na usalama kuelekea uchaguzi mkuu kutumia diplomasia zaidi kuliko kutumia nguvu kubwa ili kuhakikisha wananchi wanakuwa salama kabla na mara baada ya uchaguzi, lakini pia akiwasihi kujitokeza kupiga kura Oktoba 29 mwaka huu. Akizungumza wakati wa kongamano la viongozi wa dini kutoka mikoa ya kanda ya Nyanda za Juu Kusini iliyojumuisha viongozi wa dini ya Kiislamu na Kikristo, amesema kuwa katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu, vyombo vya ulinzi na usalama vinatakiwa kuwa sehemu ya familia kwa wananchi ili kuondoa dhana ya kuogopa kujitokeza katika wakati wa kupiga kura. Taarifa zaidi na Hosea Cheo. Ni
Viongozi waandamizi wa dini za Kiislamu na Kikristo kutoka mikoa ya Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe na Rukwa wamekutana. Mjadala wao mkuu ni amani iliyopo hapa nchini. Hii ndio Tanzania. Ndio maana leo tumekaa na mababa askofu pamoja, mashehe pamoja, kulikuti nchi nyingine. Pasipo amani hatuna nchi yenye mtengamano na unaoweza ukatupa yale mambo unayotaka tupate. Tanzania bado ni nchi ya amani na itaendelea kuwa na amani, na hakuna yeyote atakayethubutu kuivunja amani, kwa sababu viongozi wa dini wao wako tayari kuichunga na kuilinda. Sisi tunachoambia, hebu tufate taratibu nzuri ambazo zimewekwa na viongozi mbalimbali, wadau wa amani. Wasihi waumini wote wa dini zetu kujitokeza kwenda kupiga kura. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano mkoa wa Mbeya, Askofu Oscar John, yeye akazungumzia ulinzi wa amani katika kipindi chote cha uchaguzi. Ni viase vyombo vya usalama kabla ya ile tarehe ya kupiga kura, ni kwamba tungetamani tukihamasisha wananchi wetu ili waende kupiga kura, vyombo vya ulinzi na usalama tuviase kabisa, vitumie diplomasia nzuri. Tujitahidi sana kufanya kazi ya ziada kuona kwamba hao wenzetu ambao ndio wengi katika nchi yetu basi hawapotoki, hawaendi katika njia au namna ambayo ni ya kuathiri taifa letu. Katika kongamano hili, viongozi wa dini wamekubaliana kwa siku 6 ama 5 zilizobaki kuendeleza maombi na dua kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Hosea Cheo, TBC, Mbeya. Shukran Hosea Cheo kwa ripoti hiyo. Tusalie hapo mkoani Mbeya, ambapo mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Tunda ametoa wito kwa Watanzania kuhakikisha wanaenda kupiga kura kumchagua kiongozi mwenye sera zinazolenga kuendelea kuimarisha amani na utulivu na atakayejali na kuleta maendeleo ya nchi. Mkuu huyo wa wilaya amesema hayo katika kongamano la amani lililojumuisha wafanyabiashara na wajasiriamali wa vikoba katika jiji hilo, ambapo amesema kuwa serikali imejipanga kulinda amani ya nchi. Niendelee kuwahimiza wananchi wa Mbeya kudumisha umoja, utulivu na mshikamano wakati wote. Wafanyabiashara, endeleeni kufanya biashara zenu ndogo kwa malengo. Tukumbuke kuwa tuko hapa tukiwa chini ya sekta yetu inayohusu uchumi. Hivyo naomba tutambue kuwa fedha haipendi kelele na uchumi haupendi fujo na vurugu. Amani ni msingi wa haki zote. Kwa vipi? Ni kwa sababu amani ikipotea, haki zote zinapotea. Kwa maana nyingine, machafuko yanatawala. Katika kongamano hilo pia, mkuu huyo wa wilaya ya Mbeya ametoa wito kwa wafanyabiashara kutanua biashara zao kwa kuchangamkia fursa za mikopo inayotolewa na serikali ili kuweza kukuza kipato chao. Tumulike ripoti nyingine, ambapo viongozi wa matawi ya chama cha wafanyikazi wa serikali na afya TUGHE wa mkoa wa Dar es Salaam wapatao 180 wamepatiwa mafunzo ya usalama na afya mahali pa kazi ili kuwezesha kuzishauri management za taasisi zao kuboresha mazingira ya kazi na hivyo kupunguza ajali na magonjwa yatokanayo na kazi. Akizungumza mara baada ya kuhitimisha kikao kazi cha viongozi hao, mtendaji mkuu wa wakala wa usalama na afya mahala pa kazi OSHA Khadija Mwenda amesema viongozi hao wanayo nafasi muhimu katika kuwashawishi viongozi wa taasisi zao kuboresha mazingira ya kazi ili kuleta ustawi wa wafanyakazi. Tumekuwa na kikao kizuri sana na tumekiita kikao kazi ambacho kimetoka na maazimio mbalimbali, lakini kubwa ni pia tumewaambia kwamba serikali imefanya juhudi za makusudi kuhakikisha kwamba masuala ya usalama na afya yanaingia katika sheria ya utumishi wa umma. Kanuni za kudumu za utumishi wa umma zimekuwa reviewed na masuala ya usalama na afya
yameingizwa. Lakini vile vile tumeambiwa kwamba ni maeneo ambayo yanakaguliwa na Tume ya Utumishi wa Umma. Kwa hiyo ni vema wakafahamu ili kuweza kuwashauri waajiri wao namna gani ambapo sasa masuala ya usalama na afya yatazingatiwa katika maeneo yao ya kazi. Lakini kubwa ambalo naweza kusema ni kwamba tumeanza na TUGHE, lakini tunafahamu kwamba kuna vyama vingine ambavyo vipo vinawakilisha makundi ya wafanyakazi, na vyenyewe pia tutavifikia ili kuhakikisha kwamba nao wanapata hii elimu, waweze kushauriana na waajiri wao namna gani ambavyo wanaweza kulinda wafanyakazi katika kusimika mifumo. Nitumie nafasi hii kama mwenyekiti wa mkoa kumshukuru sana mtendaji mkuu wa OSHA Bi Hadija Mwenda kwa ushirikiano ambao anaendelea kutupatia kama chama cha wafanyakazi ngazi ya mkoa, lakini pia kama chama cha wafanyakazi ngazi ya taifa. Tumekuwa tukishirikiana na OSHA kwenye mambo mengi. Tunashirikiana nao kuanzia kwenye masuala ya siku ya wafanyakazi duniani. Tunashiriki kwenye michezo na maonyesho ambayo OSHA huwa inayaandaa kila mwaka kuelekea Mei Mosi. Lakini pia tunashiriki hata kwenye matamasha ya michezo yanayolenga kujenga nguvu, kuwajengea watumishi afya ambayo huwa yanaandaliwa na OSHA. Na kwa mujibu wa hati ya mashirikiano tulionayo, kwa kweli ushirikiano wetu unakwenda vizuri, na sisi kama TUGHE tunaitambua OSHA kama mdau muhimu wa utekelezaji wa majukumu yetu. Katika mafunzo haya ya usalama na afya mahali pa kazi yana manufaa makubwa sana kwa wafanyakazi, na elimu hii ni ya msingi sana kwa kuwa tumejifunza vitu vingi sana, na vitu ambavyo wafanyakazi wengi wanatakiwa wafahamu usalama wao na afya wanapokuwa sehemu za kazi. Kwa hiyo tunaamini kuwa mafunzo haya yametuongezea tija katika utendaji, yametusaidia pia hata sisi kutoa elimu kwa wengine, lakini mafunzo haya tunatoa rai pia yaendelee ili yaweze kuwafikia wafanyakazi wengi mahali pa kazi. Mafunzo hayo yaliyohusisha wenyeviti na makatibu takriban 180 kutoka matawi 90 ya TUGHE mkoa wa Dar es Salaam yamefanyika Kibaha mkoani Pwani, ambapo wataalamu wa OSHA wamewasilisha mada mbalimbali zikiwemo dhana ya usalama na afya mahala pa kazi, uwakilishi na kamati za afya na usalama mahali pa kazi, mifumo ya usalama na afya mahali pa kazi, pamoja na misingi ya huduma ya kwanza mahali pa kazi. Tuzidi kumulika ripoti nyingine ambazo tuko nazo katika Dira ya Mchana kwa siku ya hii leo, ambapo moja kwa moja sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya katika matangazo mubashara, ambapo hapo tunaungana na Hosea Cheo kufahamu yanayojiri kutoka hapo katika mkoa wa Mbeya. Idrisi Abubakari, nimekupata kwa uzuri kabisa katika Dira ya Mchana. Leo hii mkoani Mbeya tunazungumzia namna wananchi wanavyojua matumizi sahihi ya namba 114. Hii ni namba ya Jeshi la Zimamoto. Ni kwa namna gani ambavyo wamejipanga katika kipindi hiki kuelekea msimu wa mvua, lakini pia namna ambavyo wananchi wanaweza kukabiliana na majanga. Ninazungumza na afisa, atajitambulisha jina lake. Ni kwa namna gani unaielezea namba hii 114? Nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa mrakibu msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ni afisa habari, elimu na mawasiliano kwa umma wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya. Napenda kutoa rai kwa wananchi wa mkoa wa Mbeya pamoja na wananchi wote wa nyanda za juu kusini kuendelea kuitumia namba yetu ya dharura ya 114 kwa usahihi pale wanapopata matukio ya moto, ajali na majanga mengine yote ambayo yanahitaji maokozi. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya tumejipanga kutoa huduma bora kwa ajili ya kuokoa maisha na mali za wananchi wote wa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo rai yangu kwa wananchi wa mkoa wa Mbeya, unapopata tatizo, iwe ni tukio la moto, ajali au tukio lingine lolote ambalo linahitaji maokozi, hakikisha unatoa taarifa kwetu kwa wakati na kwa mapema zaidi kwa kutumia namba 114. Na namba hii haihitaji uwe na salio. Hata kama una salio linasoma 0, namba hii ukipiga sisi tutakupata, utuelekeze tukio liko wapi, ili mwisho wa siku tufike kwa wakati na kuweza kufanya maokozi kulingana na tukio lilivyo. Nyagaru, nimepita katika masoko mbalimbali hapa mjini, hawajui kwamba ni namna gani wanaweza kukabiliana na majanga. Yamkini mtoe elimu. Ndugu mtangazaji, elimu tunatoa mno elimu kwenye vyombo vya habari. Kwa mfano, tuna vipindi karibia kila wiki, Dreams FM
kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi juu ya matumizi sahihi ya 114, lakini pia kutoa elimu mwananchi anavyokumbana na janga la moto, kitu gani cha kwanza anatakiwa kufanya. Shida inakuja kwa wananchi wengi, elimu wanapata, lakini mwisho wa siku hawazingatii kile tunachowaelekeza. Mfano, unakuta mwananchi amepata tukio la moto, ni kwa sababu ile ni tukio la mshtuko. Anaanza kupambana nao ule moto kwanza. Akishaona umemshinda ndo anakumbuka kwamba kuna jeshi la zimamoto na uokoaji. Anakuja kutupigia simu, tayari tukio lile lishamshinda, maana yake lishakuwa kubwa. Kwa hiyo tunaendelea kutoa rai. Ukipata tukio lolote, ile tukio la moto, kabla hujaanza kufanya chochote kupambana nao, tujulishe kwanza, ili unavyoendelea kupambana nao na sisi tunakusogelea, ili mwisho wa siku tusaidiane na wewe kuhakikisha huo moto tunaukabili kwa haraka na mapema zaidi kabla haujaleta madhara makubwa. Nyagaru, kufika eneo la tukio mnachelewa, pengine hili unamwambia nini anayekutazama? Si kweli, hatujai kuchelewa kufika kwenye tukio la moto. Ukifuatilia wanaosema tumechelewa, huwa hawajui hata hiyo taarifa ya kuhusu tukio fulani tumepewa saa ngapi. Lakini ukifuatilia kwa yule anayetoa taarifa ya tukio, yeye mwenyewe ukimuuliza kwamba alitoa taarifa saa ngapi na sisi tumefika saa ngapi, atakwambia kabisa hao wamewahi. Japo tuna changamoto nyingi. Barabara tunayotumia kwenda kwenye tukio ndio barabara hiyo hiyo ambayo wananchi wengine wanatumia. Kwa hiyo ukuta unapiga king'ora ili wananchi wakupishe ili uwahi kufika kwenye eneo, lakini mwisho wa siku unakutana na wananchi ambao ni wakaidi, hawajui hata kelele zile ambazo jeshi la zimamoto na uokoaji tunawasha ving'ora ili mwisho wa siku watupishe tuweze kuwahi eneo la tukio. Lakini kusema kwamba kwenye matukio tunachelewa, si kweli. Kwenye matukio tunafika kwa wakati. Mwisho wa siku wengi wanaolalamika ni wale ambao huwa hawatoi taarifa. Kwa hata ukimuuliza unavyosema nimechelewa, taarifa umetoa saa ngapi, na mimi kama jeshi la zimamoto na uokoaji nikafika saa ngapi kwenye tukio husika. Kwa hiyo wengi wanaolalamika ni wale ambao hawatoi taarifa kwa wakati. Idrisa Abubakari, kama ulivyomsikiliza afisa habari, mawasiliano na elimu kwa umma wa jeshi la zimamoto mkoani Mbeya, Musa Nyagaru, akitanabaisha kwamba wamejipanga kikamilifu kwamba kuelekea msimu wa mvua, kipindi hiki ambacho wananchi wanaandaa mashamba katika mkoa huu, wamejipanga kikamilifu. Nirudishe matangazo haya dira kwako Idrisa Abubakari, uendelee na matangazo haya. Asante Hosea Cheo kutoka hapo mkoani Mbeya. Kikubwa zaidi, naamini watu wameipata elimu, toa taarifa mapema ili kuweza kusaidia ama ufanisi kuwa wa hali ya juu zaidi. Tumulike ripoti nyingine, tuelekee kule mkoani Njombe ambapo wakulima wametakiwa kuongeza matumizi sahihi ya mbolea na kuzingatia ushauri wa kitaalamu ili kukabiliana na changamoto ya tindikali ardhini ambayo imekuwa ikipunguza rutuba na kuathiri uzalishaji wa mazao katika mkoa wa Njombe. Kauli hiyo inakuja wataalamu wa kilimo wakionya kuwa ongezeko la tindikali katika udongo wa maeneo mengi ya Njombe linaweza kupunguza rutuba na kuathiri mavuno. Taarifa zaidi na Abdul Latif Saidi kutoka mkoani Njombe. Njombe ni miongoni mwa mikoa inayoongoza nchini kwa uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara, hali inayofanya kuwa tegemeo muhimu katika kulisha taifa. Ufanisi huo unatokana na juhudi za wakulima kutumia mbolea katika kuongeza tija, lakini kiwango hicho cha uzalishaji kinatajwa kuwa bado ni kidogo kutokana na ardhi ya ukanda huu kuwa na kiwango kikubwa cha tindikali na kusababisha mbolea kutofanya vizuri kama ilivyotarajiwa. Inaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa hizi samadi kutokuwa na ubora kutegemea jinsi zinavyohifadhiwa, zinavyoandaliwa, kwamba kuna uwezekano virutubisho vingi vinapotea kwa njia ya hewa. Njombe tuna changamoto ya ardhi yetu na asidi nyingi, tindikali hizi ambazo inabidi tuziondoe ili parachichi iweze kukua vizuri. Watu wa hakika wameletea mbolea aina ya chokaa kwanza ya kusaidia kutoa tindikali kwenye mazao yetu. Changamoto hiyo imechochea mwitikio wa wadau wa sekta ya kilimo kufika mkoani hapa kutoa mafunzo kwa wakulima. Njia sahihi ya kutibu tatizo la udongo, tatizo la tindikali kwenye udongo ni kutumia nini? Chokaa. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wazalishaji wa mbolea wameanza kuchukua hatua kwa kuzalisha bidhaa maalum zinazosaidia kupunguza tindikali kwenye udongo sambamba na kusambaza mbolea asilia ambazo ni rafiki kwa mazingira. Ni hakika tumejipanga, tuna bidhaa 3 ambazo zinaenda kutatua changamoto hizo. Ya kwanza tunachokaa rutuba ambayo inaenda kuandaa shamba na kutatua changamoto ya tindikali shambani, lakini pia kuongeza mboji kwenye mashamba. Ukiachia hiyo tuna Avomax. Avomax ni mbolea ambayo pia mkulima anaweza kutumia kama kupandia, lakini pia anaweza kutumia kama kukuzia.
Serikali kwa upande wake imewataka wakulima kufuata ushauri wa wataalamu wa kilimo na kutumia kwa ufanisi pembejeo sahihi ili kuimarisha uzalishaji na kupunguza athari za tindikali ardhini. Kwa hiyo tunapoona kwamba wadau wanaendelea kuwekeza kwa ajili ya kuongeza uzalishaji kwenye mnyororo wa thamani, kwetu sisi ni faraja, na sisi tuna uhakika kama ninyi mkielewa, tunajua kwamba ubora wa parachichi unaongezeka. Abdul Latif Saidi, TBC Njombe. Shukran Abdul Latif Saidi kutoka hapo mkoani Njombe. Tumulike ya elimu. Kutana na mzee Stephen Lamek, mkazi wa kijiji cha Silonge wilayani Tanganyika, ambaye ana umri wa miaka 71. Yeye hakuacha ukubwa umri wake kumkosesha atimize ndoto zake za kufikia chuo kikuu. Kwa sasa mzee huyu anatarajia kumaliza elimu yake ya kidato cha 4 kwa kufanya mitihani ya mwisho Novemba mwaka huu. Taarifa zaidi na Neema Ntinkwa. Simulizi ya mzee Stephen Lamek wa kijiji cha Isilonge inaanzia hapa nyumbani kwake, ambapo TBC imemtembelea ili kujua kilichompelekea mpaka kurudi tena darasani akiwa na umri wa miaka 71. Mimi elimu yangu nilisoma kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7 mwaka 1969. Sikuweza kuendelea na masomo yoyote hadi mwaka juzi. Mwaka juzi ilibidi nianze kusoma, mambo mengi yalikuwa yanakuja yakielekea kwenye elimu. Niliongea na bwana shamba mmoja wa mkoa wa Katavi. Basi akanifanyia utaratibu, nikaanza kusoma elimu ya watu wazima Kasheto, Mpanda mjini. Mtihani wa form 1 nikamaliza, nikaingia form 2. Mtihani wa form 2 sikufanya vizuri, basi nikarudia tena kufanya mtihani. Ndio mwaka jana nikafaulu, hatimaye kuingia sasa kidato cha 4. Nikapata barua kutoka wizarani, kwa ushindi uliopata unaruhusiwa kufanya mtihani wa kumaliza form 4 yangu kufikia chuo kikuu. Awali alipoanza masomo yake ya sekondari, wananchi wa kijiji hicho walikuwa wakimbeza kuwa anapoteza muda tu, lakini yeye aliamua kuthibitisha hilo kuwa umri si kikwazo cha mafanikio. Anasema elimu imemsaidia kufikiri kwa upana na kujitambua zaidi katika jamii. Nilipoiambia familia, walisema kwamba sasa wewe unashinda huko, utapoteza muda wako badala ya kushinda kwenye mashamba na shughuli zote. Sasa kila siku unapoteza mahela ya kwenda shule kila siku. Na tangu nianze kusoma nimebadilika hata kimaendeleo ya nyumbani kwangu, hata kukaa vizuri na watu, hata kukaa vizuri na viongozi, na nimekuwa mshauri mkuu wa hapa kwa washauri vijana wasome. Mzee Stephen anasema kwa sasa anatumia maarifa aliyopata kuboresha kilimo na kujipatia kipato chake. Anasema hata Kiingereza sasa anaweza kuzungumza. Mpaka sasa mimi faida niliyoipata, hata nikipewa ajira sidhani kama nitaenda, kwa sababu napata faida na elimu niliyoipata shuleni. Nalima vizuri na napata mapato makubwa. Good afternoon. How are you? Where are you come from? Kiingereza ninapokiongea najisikia kama niko Ulaya. Kwa upande wa majirani wanasema hatua ya mzee huyo imekuwa kama mwanga kijijini humo. Ametufanyia jambo zuri sana, na sisi ametumulikia, imekuwa taa ya kutuongoza hata na sisi tulioko nyuma. Tumeona kwamba kumbe na sisi wazee tunaweza. Naye afisa elimu wa watu wazima amehamasisha watu wa rika zote kujiunga na elimu hiyo, huku mkuu wa wilaya amepongeza hatua ya mzee huyu akimtaja kuwa mfano wa kuigwa kwa wazee na vijana wote. Katika umri huu ni wachache kuwapata, lakini hapa Silonge mna bahati. Kwa hiyo anaendelea kuwa ni mfano mzuri wa kuigwa. Hongera sana. Amina. Mungu akutie nguvu. Amina. Tunakuombea. Mzee huyu ameacha ujumbe kwa serikali kuboresha miundombinu ya elimu ili hata watu waliopo vijijini waweze kupata elimu kwa urahisi zaidi. Neema Ntinkwa, TBC, Katavi. Asante Neema kwa ripoti hiyo. Mzee Stephen, vijana wanasema piga kitabu
kuweza kuzifikia zile ndoto ambazo uko nazo za kuweza kufika katika elimu ya chuo kikuu. Na haya ni matunda ya uwekezaji katika elimu ya watu wazima. Tumulike ripoti nyingine. Wakati uchumi wa Tanzania ukitajwa kuendelea kukua mwaka hadi mwaka, baadhi ya vijana wamesema uwepo wa amani nchini umechochea ukuaji huo, huku wakishauri watu wote kuitunza amani ili kufikia malengo yaliyowekwa hadi kufikia 2050. Taarifa zaidi na Remia Sinti kutoka mkoani Morogoro. Tanzania inashuhudia kuongezeka kwa miundombinu, huku matumizi ya teknolojia yakiendelea kuchochea uzalishaji wa mali. Uchumi nao haujachwa nyuma. Wataalamu wa uchumi wanasema sasa upo mikono salama. Ukilinganisha hii miaka minne na miaka iliyopita, hata kwa data ambayo imetolewa hapa, uchumi wa nchi umekuwa inakaribia 6% wastani hii miaka minne iliyopita. Mfumuko wa bei pia uko katika hali nzuri kabisa, na hata kwa vigezo vya kawaida tu uwezo wa watu wa kawaida ni mzuri. Vijana wanakiri wazi kuwa haya yote ni matunda ya amani. Kizungumzia amani tulionayo kwa maendeleo ya kiuchumi, hii tunaona kwamba ni kila kijana ana uwezo wa kufanya jambo lake katika hali ya utulivu. Ili kufikia maendeleo haya kama ilivyoainishwa kwenye hii dira la taifa, lazima tuweke msisitizo na msingi mkubwa wa amani. Pasipo na amani tutaweza kufanya shughuli za kiuchumi ambazo ndizo shughuli zinazochochea maendeleo, kama shughuli za uzalishaji ambazo ni kilimo, viwanda na kadhalika. Wakiwa mjini Morogoro katika kongamano la kitaaluma linalolenga kufanya tathmini ya uchumi jumuishi kuelekea dira ya maendeleo 2050, wadau wa uchumi nchini wanaeleza namna serikali inavyoendelea kuboresha miundombinu wezeshi katika ukuaji wa uchumi. Eneo la umwagiliaji ambalo limetengenezwa katika miaka mitano ni zaidi ya hekta 400,000, kwa maana ya kwamba wakati Rais Samia anaingia madarakani mwaka 2020 alipokea nchi ambayo ina miaka 60 ikiwa na takriban hekta 540,000. Kwa pamoja, hasa katika sekta ya umma, tukionyesha commitment lakini na utayari katika kuwatumia sekta binafsi, tunaweza kujikuta tunapiga hatua kubwa sana kwenye kutekeleza malengo ya dira ya 2050. Remia Sinti, KBC, Morogoro. Maafisa maendeleo ya jamii katika halmashauri 4 za mkoa wa Songwe wameshukuru serikali kwa kupatia pikipiki 8 zitakazowasaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Ines Tobias kutoka mkoani Songwe na ripoti kamili. Maafisa maendeleo ya jamii kama ambavyo wanatambulika nafasi yao katika jamii, mara nyingi utawakuta jua ni lao na mvua ni ya kwao, mguu kwa mguu kwenda kuhudumia wananchi katika maeneo mbalimbali ya vijijini na mijini. Kwa kutambua umuhimu wa nafasi zao, serikali imekuja na mpango madhubuti wa kuwapatia nyenzo muhimu ambazo zitawasaidia kufanya kazi kwa ufasaha. Sekta ya maendeleo ya jamii ni sekta ambayo inafanya kazi karibu na wananchi, na siku zote tunatakiwa tuwe field kwa ajili ya kuwafikia wananchi na kuwaelekeza, kuelimisha, kuhamasisha kuhusu masuala ya maendeleo kwa ujumla. Ukiangalia jiografia ya maeneo yetu, lakini pia kwa maana ya umbali na mazingira yenyewe yalivyo. Kwa hiyo kwa sisi kupata hivi vifaa, pikipiki zitatusaidia kwa namna moja au nyingine. Changamoto tulizokuwa tunakutana nazo huko vijijini, nakuta siku nyingine mvua zinanyesha, mnashindwa kufika kwa wakati, mnahitaji kufuatilia vikundi vya vijana walemavu, mnashindwa kufika kwa wakati. Tunaahidi serikali itaweza kufanya kazi vizuri kwa kuwa tumeweza kupata vitendea kazi. Nashukuru sana, tumepokea vifaa hivi pikipiki ambazo zitatusaidia kwenye utekelezaji wa majukumu hasa kwa wenzetu ambao wako katika ngazi ya kata. Jioni Mwaijuru ni kaimu katibu tawala msaidizi mkoa wa Songwe. Anasema ujio wa vifaa hivyo utasaidia urahisishaji na uwezeshaji wa majukumu kwa maafisa hawa. Ni kwamba inafanya kazi mpaka eneo la vijijini na ambapo kuna shida kubwa sana ya usafiri na vitendea kazi vingine vya kiofisi. Baada ya kupata vitendea kazi kwa maana vitendea kazi vya usafiri, ni matumaini yangu kwamba wakurugenzi wa halmashauri watawezesha katika sekta zingine, kwa mfano vitendea kazi ndani ya ofisi. Naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, Felista Mdemi, yeye ndiye aliyekabidhi pikipiki hizo kwa maafisa hawa wa maendeleo. Hapa anatoa neno. Serikali kwa kutambua umuhimu wa wataalamu wa maendeleo ya jamii
imeendelea kutafuta utatuzi wa changamoto zao ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi. Katika hili, wizara imenunua pikipiki na leo hii inakabidhi pikipiki 8 kati ya pikipiki 98. Kutoka hapa wilayani Mbozi mkoani Songwe, mimi ni Ines Tobias, TBC. Asante Ines Tobias kutoka hapo mkoani Songwe, na ripoti kutoka hapo Songwe ndio inatufikisha tamati ya Dira ya Mchana kwa siku ya hii leo. Kwa niaba wote ambao wamefanikisha matangazo haya kukufikia hapo ulipo, langu jina ni Idrisa Abubakar. Endelea kufuatilia TBC1, hapa ndipo palipo na ukweli na uhakika.